Tutakwenda kusoma kwenye kitabu cha Waefeso sura ile ya 5 na tutasoma mstari wa 15 mpaka ule wa 17. Kitabu cha Waefeso sura ile ya 5 tutasoma mstari wa 15 na mstari wa 17. Anasema, basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Niongeze na ule mstari wa 8, anasema, tena msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, bali mjazwe Roho. Kitabu cha Mhubiri sura ile ya 3. Mhubiri sura ya 3. Mhubiri sura ya 3. Tasoma ule mstari wa 1 hadi wa 8. Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 8. Anasema, kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa, wakati wa kuua na wakati wa kupoza, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga, wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza, wakati wa kutupa mawe na wakati wa kukusanya mawe, wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokukumbatia, wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza, wakati wa kuweka na wakati wa kutupa, wakati wa kurarua na wakati wa kushona, wakati wa kunyamaza na wakati wa kunena, wakati wa kupenda na wakati wa kuchukia, wakati wa vita na wakati wa amani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mwambie jirani yako, uwe na hekima kwenye matumizi ya muda. Mwambie tena, uwe na hekima kwenye matumizi ya muda. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwe na hekima katika matumizi ya muda. Maneno haya ni mtumishi wa Mungu Paulo alikuwa anazungumza na kanisa la Waefeso, na alikuwa anazungumza nao sana kwa ajili ya swala la hekima. Sema, basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali watu wenye hekima, mkiukomboa wakati. Kwa nini kukomboa wakati? Anasema, kwa maana zamani hizi ni nini? Za nini? Ni za uovu. Muda ni zawadi ya kipekee ambayo tumepewa na Mungu, na kwa kupitia muda huo mambo mengi kwenye maisha yanaweza yakafanyika. Na huku duniani tunakoishi, kila kitu kinaongozwa na kanuni ya muda. Kila kitu kinaongozwa na kanuni ya muda, na Mungu ndiye ambaye amehusika kuweka nyakati na majira. Yeye ndiye aliweka kila kitu kwenye mtiririko, kwamba hili litafanyika kwenye kipindi hiki mpaka kwenye kipindi hiki. Na tunaona kwenye kitabu cha Mhubiri anaposema kwa kila jambo kuna majira yake.
Kwa Mungu ameweka mtiririko wa namna jambo litakavyofanyika, na kila jambo lina kipindi chake. Anasema kuna wakati wa kuzaliwa, na huo wakati wa kuzaliwa ni mpaka utimie ndio mtu atazaliwa. Tunafahamu mtoto akiwa tumboni mpaka miezi 9 iishe ndio aweze kuzaliwa. Akizaliwa kabla ya hapo ni changamoto. Imani Bwana asifiwe. Ni changamoto kwa sababu sio wakati wake. Anaweza akaishi aliyezaliwa miezi 7, lakini sio kawaida ya wakati, na kuna mapungufu ambayo yanakuwepo kwenye maisha yake. Ndio maana inabidi uangalizi wa ziada ufanyike katika mtoto aliyezaliwa ikiwa hajafikia muda wake. Na kuna wakati wa kufa na hatuwezi tukazuia. Bwana Yesu asifiwe. Na ule muda ukifika huwezi kukwepa. Kama ni wakutakiwa basi utaenda tu. Na ndio maana watu wenye pesa zao wanaweza wakatumia gharama kubwa sana kufuatilia matibabu popote ambapo wanaishi. Kuna mahospitali nzuri, kuna madaktari bingwa, lakini bado wengine wanaondoka kwa kuwa wakati wao umefika. Lakini kama haijafika utanusurika. Haleluya. Na utaishi na utakuwa salama mpaka wakati utakapofika. Kwa hiyo kuna wakati kwa kila jambo. Na muda ni kitu cha ajabu sana, kwamba huwezi kuununua muda. Hauwezi kuununua. Lakini pia huwezi kurudisha muda ukishapita. Muda ukipita pasipo kutumiwa ipasavyo, hauwezi kurudisha muda ambao umeshapita. Siku ikipita, hiyo imepita milele. Hakuna rifasi ya muda inayoweza kutufanya turudi nyuma kama tunaweza tukautumia tena. Kwa hiyo tukizembea katika namna ya kutumia, hiyo ikipita imeshapita. Muda ni kitu kisichoweza kuhifadhiwa. Hauwezi kuweka hakiba ya muda. Haikusubiri. Kwa hiyo kinachotakiwa ni wewe kujua namna ya kuitumia. Yenyewe iko pale, inasubiri mtu atakayeitumia kwa hekima. Inasubiri mtu atakayeitumia kwa busara ili ilete matokeo kwenye maisha yake. Lakini muda hauhifadhiwi. Na ndio maana kwa kuwa ni kitu kinachopita, lazima kuwa na hekima, lazima kuwa na busara, lazima kuwa na ufahamu. Unautumia muda wako kwenye mazingira gani? Unautumia muda kwenye faida gani? Muda huwezi kuusimamisha kwamba nisubiri kwanza au simama hapo. Ni muujiza tu mmoja uliowahi kutokea kipindi cha Yoshua. Muda ukasimamishwa na majira yakasimama, lakini kulikuwepo na kusudi ambalo lilitakiwa kutimizwa. Na Mungu akaheshimu mtumishi wake Yoshua, na jua likasimama na kila kitu kikasimama. Bwana Yesu na atusaidie sana. Kwa hiyo muda ni kitu ambacho ni cha thamani, lakini basi inahitaji hekima kubwa. Inahitaji busara katika namna ambazo tunaweza tukaitumia kwenye maisha yetu. Naweza tukapoteza fedha, lakini tunaweza tukazirejesha tena. Lakini hauwezi kurejesha muda uliokwisha kupita kwenye maisha. Umri ukishapita, umeshapita. Hauwezi kuurudisha na utamani kuanza upya tena kama kijana. Jamani, Bwana Yesu atusaidie sana. Ikipita imekwisha kupita. Kwa hiyo uwe na hekima, uwe na busara katika zawadi ambayo Mungu amekupa inayoitwa muda. Uitumie vizuri ili ilete matokeo ya baraka kwenye maisha yako, ili ilete matokeo ya maana kwenye siku za maisha yako. Maana kupoteza muda kuna hatari kubwa. Bwana Yesu na atusaidie sana. Kwa uwe na hekima katika namna ambavyo
unatumia muda, unatumia majira, unatumia wakati ambapo Mungu ameweka kwenye maisha yetu, kwa kuwa kila jambo lina wakati wake, kwa kuwa kila jambo lina kusudi lake. Unapozungumza swala la muda, kuna muda kwa maana mbili. Kuna muda kwa maana ya masaa tulio nayo, masaa 24 kwa siku ambao Mungu ametupa. Huo nao ni muda, huo nao ni saa, hicho nacho ni kipindi. Kuna majira ya siku, kuna majira ya wiki, kuna majira ya mwezi na kuna majira ya mwaka kwenye maisha. Ni siku kama hii ya leo ambao tumeamka tukiwa na afya. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ni masaa kama haya ambao neema ya Mungu imetujalia, neema ya Mungu imetuwezesha, na tumejikuta tupo kwenye siku hii, kwenye majira na saa kama hii. Wako wengine walipanga wangekuwepo, hawakuweza kuwepo, ila mimi na wewe tumepata neema, mimi na wewe tumepata kibali, mimi na wewe tumewezeshwa na tukaiona siku hii ya leo. Na majira haya ya masaa Yesu pia alizungumzia wakati Lazaro alipokuwa amekufa na akatakiwa kwenda kumuona. Yesu alizungumza saa 12 bado ni mchana. Jamani, haleluya! Bado ni saa ambayo mtu anaweza akafanya kazi, maana ni saa za mchana. Saa za mchana anasema mtu akitembea hawezi kujikwaa. Kwa nini? Saa za mchana ni saa zilizobeba nuru. Saa za mchana ni saa ambazo unaweza ukaona mashimo, unaweza ukaona mitego, maana ni saa za mchana. Ni majira ya kawaida ya siku ambayo Mungu ametupa kuwa nayo. Imegawanywa katika namna mbalimbali, lakini ni saa na siku ambayo Mungu ametupa. Lakini kuna saa au kuna wakati ambao wakati huo ni kipindi cha Mungu cha kutimiza kusudi lake. Ni kipindi cha Mungu cha kutimiza mpango wake. Hii haifungwi kwenye masaa, hii haifungwi kwenye miaka, inafungwa kwenye kipindi ambacho Mungu ameweka mwenyewe kwenye majira, muda ambao Mungu ameweka wenyewe kwenye mpango. Ni muda wa Mungu mwenyewe, muda na wakati ambapo Mungu atahitaji kulitimiza kusudi la Mungu. Mungu atahitaji kulitimiza kusudi lake, na kusudi hilo linaweza likawa kwenye maisha ya mtu binafsi, linaweza likawa kwenye taifa fulani, linaweza likawa kwenye kanisa fulani, linaweza kukawa kwenye utumishi ama kwenye familia. Kuna vipindi na majira ya Mungu kulitimiza kusudi, ya Mungu kutimiza mpango wake. Na laiti kama kutambua wakati wa Mungu, maana Mungu hafanyi vitu kwa kukurupuka, Mungu hafanyi vitu kwa haraka haraka. Mungu ni Mungu wa kalenda, Mungu ni Mungu wa majira, Mungu ni Mungu aliyeweka ratiba, na jambo lake atalisimamia, na jambo lake atalitekeleza. Hawezi kusukumwa ama kushawishiwa, wala hawezi kuharakishwa. Yeye atasubiri wakati aliyouweka, yeye atasubiri wakati aliyoupanga. Laiti kanisa na watu binafsi tutambue ziko nyakati za Mungu kwenye maisha yetu. Yesu anamwambia Mariamu akiwa kwenye harusi. Mariamu anamfuata, anamwambia hawana divai, nini kifanyike? Maana hapa hakuna divai. Mama alitamani kwa kuwa divai kumeisha, kufanyika kitu cha haraka haraka, ili pasipwae, ili jambo lisipungue. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini Yesu akamwambia, saa yangu bado, saa yangu haijawadia. Haleluya! Kama mazingira yanaharakisha, Mungu haharakishwi. Jamani, haleluya! Anafanya jambo kwa wakati, anafanya jambo kwa kipindi chake, na kipindi cha Mungu ni cha muhimu. Na usikubali wakati na saa ya Mungu ikupite.
tambua nyakati na majira za Mungu ili ufanikiwe kuona wema wake, ili ufanikiwe kuona matendo yake makuu, ili ubarikiwe na uinuliwe kwenye nyakati za maisha yako. Kwa anasema saa yangu haijawadia. Na Yesu na Mariamu akasubiri, akawaambia wanafunzi wake, lolote atakalowaambia fanyeni. Maana alijua Yesu atafanya jambo. Kwa akawageukia na wande, chochote atakachowaambia fanyeni. Na muda wa Yesu ulipofika, Biblia inasema akawaambia wanafunzi wachote maji wayajaze kwenye mabarazi yaliyokuwepo pale. Wanafunzi wakaenda wakayateka yale maji, wakayajaza kwenye yale mabarazi, na Biblia inasema walipoyajaza akawaambia, tekeni mumpelekee mkuu wa meza. Na mkuu wa meza alipopelekewa, kwa kuwa ni wakati wa Bwana, muujiza wa ajabu ulitokea, kwamba maji yaliyochotwa ya kawaida iligeuka ikawa ni divai njema. Mkutano wakaufurahia, mkuu wa meza akaufurahia. Ni maji tu ya kawaida yaliyochotwa kwa wakati sahihi, kwa kipindi sahihi, kwa majira yaliyotakiwa. Na walipoyajaza pale, muujiza wa Bwana ukatokea. Na muujiza ulipotokea, yale maji yakawa ni divai iliyo njema. Kuna wakati wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anaulilia Yerusalemu, anasema ole wake Yerusalemu, laiti wangelitambua majira na wakati wa kujiliwa kwao. Yesu anahuzunika na anawalilia, anaulilia ule mji wa Yerusalemu. Anasema laiti wangelijua, laiti wangetambua wakati wa kujiliwa kwao, majira ya ukombozi wao. Lakini hawakutambua wakati Mwokozi alipotokea. Hawakuweza kugundua, hawakuweza kuelewa majira ya ukombozi kwenye maisha yao. Na Yesu anaulilia, maana anaona kinachokwenda kutokea, kwa sababu hawakutambua muda. Hawakutambua muda. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vizuri kutambua muda wa Mungu. Ibrahimu alikuwa na hitaji la mtoto miaka mingi, muda mrefu, na aliomba na kumlingana Bwana. Lakini kulikuwepo na saa iliyowekwa na Bwana, kulikuwepo na majira yaliyosetiwa kwenye ofisi ya mbingu. Jamani, haleluya! Na ilipita majira ya kawaida, na ilipita mfumo wa kawaida wa maisha, lakini saa ya Bwana, ndio maana nimesema haifungwi na masaa 12, haifungwi na masaa 24, haifungwi na miaka, haifungwi na miezi, haijalishi majira yanaendaje. Lakini wakati wa Bwana ikifika, atasimama na kutenda linalotakiwa kutendwa. Hatasumbuliwa na miaka. Ndio maana natokea wakati sana naambiwa mwenyewe akacheka kicheko cha kejeli, kicheko cha kebei, kwamba malaika hawa wanasema mimi nitabeba mimba kwenye uzee huu, nitapataje furaha na bwana wangu mpaka mtoto apatikane? Ni jambo lisilowezekana. Maana kwenye desturi ya kawaida Sara amekoma, hakuna namna ambavyo angeweza kubeba uzao. Lakini muda wa Bwana, muda uliowekwa, hauzuiliwi na miaka, hauzuiliwi na desturi, hauzuiliwi na majira ya mwanadamu. Wakati wa Bwana unapofika, muujiza utatokea. Bwana atatenda kitu. Wakati wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazaro anakufa, anaoza. Na unajua Yesu alikaa mpaka siku ya 4. Kwa nini? Wayahudi walikuwa wanaamini mtu anaweza akazimia hata siku 3, hata siku kadhaa akiwa amezimia, lakini anaweza tu akafufuka. Ndio maana Yesu hakwenda kwenye ule msiba, aliacha wakafa, wakaendelea kukaa na maiti wao, akazikwa.
na makaburi ya Kiyahudi au makaburi ya kwenye waliokuwa wanafanya wao, itaona haya kweli ilikuwa ni jiwe linachongwa, mtu anatumbukizwa huko, linafunikwa na kifuniko. Akasubiri pia wakamweka huko, siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, mpaka ya nne. Kwa kawaida siku ya nne wote wameshakatia tamaa, hakuna namna ambavyo, yaani kama kumedhibitika amekwisha kufa, hakuna namna. Lakini kwenye hakuna namna ndipo Mwokozi anatokea, ndipo Bwana anatokea. Nakumbuka Yesu alikuwa na taarifa za ugonjwa, lakini wala hakwenda kumwangalia akiwa mgonjwa. Ikaja ya msiba, wala hakwenda kwenye msiba. Kuna wakati alikuwa anausubiri. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Mwangalia jirani yako, mwambie usiogope, subiri wakati wa Bwana. Mwambie usubiri wakati wa Bwana. Haleluya. Ndio maana Biblia inasema kuna wakati wa kupanda na wakati wa kufanya nini? Wa kuvuna. Mungu ameshaweka nyakati. Mungu ameshaweka majira. Mungu ameshaweka utaratibu. Kwa kila jambo kuna wakati wake. Kwa kila jambo kuna majira yake. Mungu akufungue macho, Mungu akupe hekima, Mungu akupe ufahamu, kujua namna ya kutumia nyakati na majira kwenye maisha uliopewa. Siku zetu ni chache wala sio nyingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana kwenye kitabu cha Zaburi, fikiri ni Zaburi ya kama sio 90 basi ni 91. Musa alipokuwa anahesabu kwa habari ya siku, anasema Bwana nipe hekima tuzihesabu siku zetu. Jamani, haleluya. Tuone siku tulizonazo jinsi zilivyo chache, jinsi ambavyo sio nyingi. Unajua ukipiga simu, si wote, karibu wengi ni watu wenye simu. Kama ukiangalia salio la simu yako ukakuta dakika ulizonazo ni chache, nini huwa unafanya? Wote si tunatumia simu. Umetumia simu ukajikuta dakika zilizobaki ni chache. Unataka kufanya nini? Nini unachoweza kufanya? Unaongeza? Na kama uwezi kuongeza? Unapigia watu muhimu. Kwa hiyo usalimite na watu. Hakuna kupiga sobo tena, si ndio? Maana muda uliopo ni nini? Utaangalia naongea na nani na ninaongea nini. Sio muda wa story. Kwa nini salio lililopo sio nyingi? Nataka niufikishe ujumbe wa muhimu. Jamani, haleluya. Nataka niongee pointi. Unampigia mtu wa samani, salio langu sio samani, sina salio la kutosha, lakini ni 1, 2, 3. Si ndio? Kwani mimi nimewahi kupigiwa na mtu kama huyo? Samani, salio langu halitoshi, lakini nina jambo 1, 2. Hata ikikata basi si ujumbe umeshafika. Kwa nini? Ni kwa sababu kuna namna ameona, kuna namna amechunguza, kuna namna amefuatilia salio alilonalo, na akagundua sina salio la kutosha. Na kwa sababu sina la kutosha, lililosalia nitatumia kwa hekima, nitatumia kwa busara, nitatumia kwa maarifa. Na mwingine anatuma message badala ya kuongea, atatafuta kila linalowezekana ili kuhakikisha salio dogo lililopo anaweza akatumia kwenye eneo la muhimu. Sasa kuna watu huwa hawaangalii salio. Muulize jirani, wewe unaangaliaga? Muulize tena, unaangaliaga salio? Kwa wakati mwingine unapiga zogo, yani unapiga halo. Ila bana imeshika. Sema kumbe sina nini? Salio. Na uona muda aliyopoteza ingetosha kufikisha
lakini kwa kuwa hakuwa na uelewa, akajikuta hakuwa na hekima namna ya kutumia wakati aliyokuwa nao. Anabaki kumbe salio limeisha, lakini alikuwa na muda mwingi na amefanya mambo mengi na pengine ambayo sio ya muhimu. Ndio maana huyu mtu wa Mungu Paulo anawaandikia watu hao, kanisa hili la Waefeso. Mji wa Efeso ulikuwa ni mji ambao ulikuwa ni mji mkubwa wa kibiashara, ulikuwa ni muda wa mji wa biashara, mji uliokuwa na mambo mengi. Lakini pia mji huu ulikuwa ni mji unaoabudu miungu, na kulikuwa hapa na miungu mingi yaliyokuwa yanaabudiwa kwenye mji huu. Ukiusoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume utakuta miungu inayotajwa, na kulikuwa hapa na mungu wa Atemi ambaye alikuwa hapa miongoni mwa mungu wanaoabudiwa katika mji huu, na kulikuwa hapa na matukio mengi. Na Mungu huyo katika namna ya kuabudu kwake ni kitu cha ajabu sana, kwamba hata alihusishwa na masuala ya uasherati. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa alikuwa ni mji ulioshamiri, lakini pia ni mji uliokuwa na uovu wa kila aina. Ni mji ambao kulikuwa hapa na ubize ulio mwingi. Bwana Yesu atusaidie sana. Ubize mwingi kama unavyofahamu kwenye miji inavyokuwa. Lakini kanisa likazaliwa katikati ya mji huu, katikati ya mji ambao kuna watu wengi wasiojali muda, kuna watu wengi wasiotumia wakati upasavyo. Ni kama siku tulizonazo leo, waka watu wengi wakati wa saa za mchana, wakati wa saa za uwajibikaji, kwao ni muda wa kucheza. Bwana Yesu atusaidie sana. Jamani, Bwana atusaidie. Si kuna watu wakati wao wanaenda katika kazini, wao wanaenda kwenye michezo. Ndio maana kwenye miji mingine wanapiga marufuku kulewa asubuhi mpaka jioni. Wanapiga marufuku kucheza asubuhi mpaka saa ngapi? Mpaka jioni. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu hawajali, kuna watu hawazingatii swala la muda, na kwa sababu ya kutokuzingatia muda, kuna vitu vingi vinapita kwenye maisha yao, na kuna mafanikio mengi wanayokosa kwenye maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Rafiki, ukicheza na muda itakuacha na itaendelea zake, alafu utabaki unajuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema mkiukomboa wakati. Kwa nini anasema? Kwa sababu siku hizi ni za uovu. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Ni siku za uovu. Kwa hebu nenda na muda. Mungu ni Mungu wa muda. Biblia inasema muda, Biblia inasema wakati ulipotimia Mungu akamtuma Yesu Kristo. Kuna muda Mungu aliuweka. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa kuna wakati wa Mungu, na wakati wa Mungu ikifika, basi kila kitu kinatokea. Mungu amefunga vitu vyote kwenye eneo la muda. Jamani, haleluya. Kama nilivyosema, kuna wakati wa kuzaa. Hata kama ungekuwa na haraka cha kuhitaji mtoto mapema, hauwezi kumpata kabla ya miezi 9. Hata kama una haraka, mwambie hata kama una haraka. Jamani, haleluya. Utatulia mpaka miezi 9 ifikie ndio mtoto anatokea. Hawezi kuingia tumboni na kutoka. Huwezi kumharakisha kama mboga zinavyoharakishwa leo. Kukua kwa wakati uliowekwa. Jamani, haleluya. Hauwezi kuharakisha kukua kwa miaka yako, hata kama unatamani kuwa mkubwa haraka. Utaenda kwa wakati na uruki stage. Kama kuna kutambaa, unapaswa kufanya nini? Kutambaa. Kuna kwenda tete, unapaswa kufanya nini? Kwenda tete. Kwa nini? Kwa sababu ndio muda na wakati uliowekwa. Sasa wapendwa, kama tumepewa muda na kila muda umebeba kwenye kusudi kwenye maisha yetu, nini tunachopaswa kufanya?
Unajua, katika swala la muda, kama kuna eneo shetani anataka kuchezea maisha ya mtu, yaani anataka kucheza na maisha ya mtu, kitu cha kwanza atacheza na muda. Atacheza na muda ulionao. Bwana Yesu atusaidie sana. Atacheza na muda ulionao, na wakati mwingine anakuweka bize kwenye vitu ambavyo sio vya ubize. Wakati mwingine anakuweka bize kwenye vitu ambavyo wala haina umuhimu. Jamani, Bwana Yesu atusaidie sana. Wala havina umuhimu. Kwa wakati mwingine shetani anaweza akatuchelewesha, anaweza akatufanya kuzembea, anaweza akatufanya kutokujali na kutokuzingatia muda. Kama Biblia inavyosema, tunapaswa kuwa na hekima kwenye swala la muda, kwenye kutumia majira na nyakati tulionayo. Nataka nikuambie rafiki, epuka uvivu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Mgeuze lako mwambie epuka uvivu. Mwambie tena epuka uvivu. Shetani mara nyingi anatufanya kuwa wavivu. Sasa unajua, hata wanafunzi wanaosoma kuna wengine wanakuwa nini? Waviani. Wakati wa kujisomea hajisomei, ila wakati wa mtihani anatafuta ndoa ya kuweka nini? Miguu ili asilale. Lakini wakati wa kujifunza, wakati wa prepo, anaona ana muda tu, atafanya tu, kuna wakati utafika. Na wengine wanakuja kuwa bize, dakika ya mwisho anakimbizana, anahangaika. Lakini kuna muda uliokuwa unatosha kwenye kujifunza, kwenye kujiwekezea. Lakini kuna uzembe, kuna uvivu, na mtu anafanya uzembe mpaka saa inafika, alafu anaanza kuhangaika, ndio anaanza kupambana. Nilipokuwa nasoma chuoni, tunawaambia watu, wewe bwana, ng'ombe hanenepi siku ya mnada. Hebu sema, ng'ombe hanenepi siku ya mnada. Ingawa wafugaji wao wanatumia ujanja fulani. Nilipokuwa wanachunga, siku ya kupelekwa ng'ombe sokoni wanafunguliwa mapema. Alafu kuna ule umande, ng'ombe anaenda kupitishwa kula majani ya umande, na akila anavimbiwa, tumbo linajaa nti. Lakini bahati mbaya huwa akijaa sana anaarisha. Kwa hiyo unapeleka, kadri unavyoendelea kumpeleka ndivyo anavyoendelea kuharisha, mpaka anafika mnadani, tumbo liko kule, maana imejazwa hewa. Na kwa kuwa wote ni wachungi, anajua huyu amepewa ngoilelio. Mwambie jirani yako, kula vizuri, usile ngoilelio. Bwana Yesu atusaidie sana. Unatumiaje muda wako? Muulize tena, unatumiaje muda wako? Unatumiaje? Mpaka hapa tulipofika, muda ulioisha umeutumiaje? Wakati mwingine tunaangalia simu mpaka muda unatuishia, mpaka tunashindwa kulala kwa wakati. Kwa nini? Kuna vitu ambavyo tunaviangalia. Je, vinatujenga ama vinatubomoa? Jamani, Bwana Yesu atusaidie sana. Wakati mwingine tunaangalia maigizo mpaka saa 8 usiku. Kuna kipindi fulani naisubiria, na huu mchezo leo ni wangapi? Jamani, Bwana Yesu atusaidie sana. Mtu ana ratiba ya michezo, ana ratiba ya waigizaji, lakini wakati mwingine ya kanisani anausahau. Hiyo ndio ajabu. Hebu sema ndio ajabu. Yaani ratiba zingine zote kaweka kwenye mpango, kaweka kwenye kalenda, anajua saa, anajua wakati. Lakini je, kwa upande wa Mungu wakati tunautumiaje? Wakati mwingine adui anatuwekea ubiza usiofaa, na Mungu atupe neema ya kutusaidia ili tujue muda tulio nao sio mwingi, wakati uliobaki sio mwingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bila mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi sio nyingi.
Hebu jiulize tu, wala usimuulize jirani yako. Jiulize tu, hivi nilikotoka na ninakoelekea wapi karibu? Na wewe ndo wakati mwingine tukayoka kwenye miaka, lakini kumbe hata imeshaisha wakati miaka bado ni midogo. Mungu atusaidie sana. Hebu Mungu atupe neema, kila wakati unaoupata ione ni kipindi cha muhimu, na kama ni cha muhimu nitatumiaje? Hii siku imetokea na siku yenyewe ni fupi, nitaitumiaje iniletea matokeo? Nitaitumiaje kwa faida? Hakuna wakati wa kupotea jamani. Hii sio zile nyakati za mtu kuondoka nyumbani anasema naenda kupoteza muda. Yaani una bahati mbaya sana kama mpaka leo una muda wa kupoteza. Una bahati mbaya kama una la kufanya mpaka ukapoteze. Muda wenyewe uliopo haupo. Tunaona jinsi ambavyo kuna kucha, kuna kuwa jioni. Jamani, Bwana atusaidie sana. Unaanza Jumatatu, ni Ijumaa imeshafika. Unaanza mwezi wa kwanza, mwezi wa saba umeshafika. Unaanza Januari, Desemba, hiyo inachungulia. Hatuna siku, mambo ni mengi, kuna kukimbizana. Tumia wakati kwa nidhamu, tumia wakati kwa busara, ili ilete matokeo kwenye maisha yako. Ni wakati wa kukaa bila kuwa na mpango, kwa kweli kuna hasara kubwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana asifiwe. Kwa kwenye mji wa Efeso kulikuwa na watu wacheza kamari, wacheza karata, wapotezaji wa muda kwa mambo mengi, lakini kanisa linapewa maelekezo. Kanisa linapewa mwelekeo ya kwamba tusiende kwenye huo mfumo, tusiende kwenye huo utaratibu. Sisi tumeokoka, na kama tumeokoka, hekima iwepo ndani yetu, maarifa iwepo ndani yetu. Mungu wetu ni Mungu wa nyakati, Mungu wetu ni Mungu wa majira, na sisi kama ni watu wake, heshimu muda, fanya vitu kwa wakati, na wewe utafurahia maisha yako. Haleluya! Usipoteze muda. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana. Usipoteze nini? Muda. Usipoteze muda. Unajua kupoteza muda nini kinachotokea? Kwa mtu anayepoteza muda, kitu kitakachotokea ni hiki hapa. La kwanza, utapoteza fursa. Mambo jirani yako, utapoteza fursa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukipoteza muda unapoteza nini? Unapoteza fursa. Kama wale wanafunzi walioambiwa waweke maji kwenye yale mabalasi, kama wasingekuwa makini kwa wakati ule, muujiza usingetokea kwenye ile harusi. Imani, Bwana asifiwe sana. Muujiza usingetokea kwenye ile harusi. Kwa nini? Kwa sababu ule muujiza ulikuja na wakati. Kulikuwa na wakati wa hilo jambo kutokea na walipolitimiza wakaona sherehe ikiwa imenoga. Jamani, haleluya! Kuna kupoteza fursa usipoenda na wakati. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini pia kuna kujuta. Kuna watu wengi wanasema laiti ningelijua. Na hasa hili linawakuta wazee. Wamecheza na maisha, siku zimeenda, nguvu zinaisha. Kwa sababu kila jambo lina wakati wake. Kuna wakati wa kuwa mtoto, kuna wakati wa kuwa kijana, kuna wakati wa kuwa mtu mzima, na kuna wakati wa kuwa nini? Mzee. Na hata ungekuwa mbabe wa aina gani, huwezi kuzuia isifikie kwenye maisha yako. Huwezi kufikia. Huwezi kutukule. Kwetu tulikuwa na mzee mmoja. Ile mzee alikuwa ni mkorofi. Alafu alikuwa ni mrefu sana, na ni mnene sana. Alikuwa anataka kuchungia. Alikuwa amekata sehemu yake kubwa
inaitwa ololili, yaani amejikatia eneo kubwa kuliko maelezo, na hakuna mtu wa kumwambia kitu. Sasa naenda kuchunga, kama unavyoelewa watoto wakati mwingine wanacheza njiani. Ng'ombe wakiingia kwenye hiyo ololili ndio utajua. Na ukikutana na yule mzee ukianza kukimbia, yeye anasimama. Anakuambia kimbia, yaani utakimbia. Utakimbia mpaka unataka kupotelea. Alafu yeye analianzisha. Nataka nikwambie uende mahali. Ukipiga hivi unaona huyu hapa. Umewahi kutoa viatu wakati unakimbia? Yaani hutumii mikono. Maana viatu vinakuwa kama na yenyewe ni vizito. Kwa hiyo unachomoa juu kwa juu, kiatu kimeenda moja, hata imeenda ya pili. Lakini wapi huyo? Lakini bwana, uzee nao ni kiboko. Umesema uzee nao ni kiboko. Yaani ilifika mahali akikaa kwenye kiti hata kunyanyuka yaani hamna kitu tena. Kwa hiyo unaweza ukacheza hapo mbele yake ukakimbia, maana hawezi kukufanya tena kitu, ila maana nguvu zimefanya nini? Zimeisha. Na watu wengi wanafika mahali wanasema laiti ningelijua. Kupoteza muda kunaleta majuto. Bwana Yesu atusaidie sana. Kunaleta majuto. Lakini pia kupoteza muda kunaleta kukwama. Mtu anayepoteza muda hata kwenye upande wa Mungu hakui. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kuna mahali Paulo anawaambia watu, ninyi mngepaswa kuwa walimu wa kuwafundisha wengine, lakini bado ninyi ni watoto na mnatakiwa kulishwa maziwa. Kwa nini? Ni kwa sababu mmedumaa. Jamani, Bwana Yesu atusaidie sana. Mmekuwa watu wa mwilini. Kwa nini? Kwa sababu muda wao wa kukua hawakuutumia ipasavyo. Muda wao na Mungu hawakuutumia. Muda wa kuomba, muda wa kujitoa, muda wa kujifunza, kuna namna walipoteza muda wao wa kuimarika, muda wao wa kukomaa haukuwepo kwenye maisha yao, na wakajikuta wanafika mahali mambo yanakuwa sio. Tumia muda vizuri, maana kila jambo lina wakati wake. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kila jambo lina wakati wake. Faida za kutumia muda vizuri: utafanikiwa kiroho na kimwili kabisa. Mtu yote anayetumia muda vizuri atafanikiwa kiroho na nini? Na kimwili. Uweze kumfananisha mtu mvivu aliyejikalia na mtu anayetembea, na mtu anayewajibika, na mtu anayepambana. Jamani, haleluya! Mtu anayepambana na kutumia muda wake, kuna mambo yanatokea kwenye maisha yake, kuna kufanikiwa. Muda tulio nao ni sawa, kila mmoja amepewa muda, hakuna aliyezidishiwa muda, na kama tukiitumia vizuri, lazima italeta matokeo kwenye maisha yetu, lazima italeta mafanikio kwenye maisha yetu. Utafanikiwa kiroho, utafanikiwa kimwili, kwa sababu muda ulionao utauwekeza katika Mungu, na utawekeza kwenye kitu kitakacholeta faida na matokeo kwenye uchumi wako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Utawekeza, yani hakuna muda wa kupoteza. Nikiwa mahali kuna lengo, kuna kitu kinachotakiwa kitokee. Jamani, haleluya! Siko kama mshangaaji naangalia TV tangu saa ngapi mpaka saa ngapi, na pengine unaowaangalia kwa sababu kwenye simu unaangalia wachekeshaji wale wanaingiza hela, wewe unapoteza muda. Jamani, Mungu atusaidie sana. Yule unayemuona akifanya vituko kwake yuko kazini, wewe ndio unakuwa mvivu, wewe ndio unakuwa mzembe, wakibaki kushekelea, wakibaki kutazama vitu ambavyo kwako havileti matokeo. Tumia wakati kwa busara, tumia wakati kuletea matokeo. Jiulize, nafaidika na nini hapa? Mpaka jioni nimefanya nini? Jamani, haleluya!
nimefanya kitu gani? Nimefanya maendeleo yapi? Nimefanya jambo lipi ambalo litasababisha ama linachangia hatua ya kufanikiwa kwenye maisha yangu? Usiwe na muda wa kupoteza, sio wakati wa kupoteza muda. Siku zenyewe ni chache, siku zenyewe zimejaa uovu. Tutumie kwa hekima, tutumie kwa busara, na maisha yetu yatastawi. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Rafiki yangu, tumia muda vizuri. Weka tumia muda wako vizuri, na ukitumia muda wako vizuri utafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Na ukitaka kufanikiwa kutumia muda wako vizuri, weka ratiba. Mwambie jirani yako, weka ratiba. Mwangalie vizuri, mwambie weka ratiba. Mwambie tena, mrudie, mwambie weka ratiba. Weka ratiba. Ratiba ni nini? Ratiba ni kitu ambacho ni utaratibu unaojiwekea kwamba mimi, Mungu amenipa leo neema, nimeiona siku, nimepata zawadi ya siku nyingine. Ratiba yangu ni ipi? Weka ratiba. Kila siku uwe na ratiba, kila wiki uwe na ratiba. Jamani, Bwana asifiwe sana. Ratiba ya nini? Ni kupanga majukumu yako. Nitafanya kazi hii na hii nitafanya mpaka saa fulani. Jamani, haleluya. Nitafanya hiki. Jiwekee ratiba, nini ambacho unapaswa kufanya. Weka ratiba. Na kama ni jambo la kufanya, ninafanya kuanzia saa ngapi mpaka saa ngapi. Waliotuzidi hawa watu unaowaona kama huyu mheshimiwa ambaye yuko pale, waliotuzidi nayo ni swala la muda na ratiba. Akikuambia tukutane muda fulani, tunakutana muda fulani. Muda ukipita, maana yake hana nafasi tena kwa ajili yako. Unanielewa eh? Hauwezi kumtokea kila saa unaotaka, maana kuna ratiba walionayo. Haleluya! Ratiba ya kufanya jambo kwa siku, ratiba ya kufanya jambo kwa majira. Hizi wakati mwingine ni kama hatuna jiani, ni kama hatuelewi hata tunaenda wapi, tunatoka wapi. Ni kama tunaelea. Hatupasi kuelea. Maisha yanakimbia. Bwana Yesu asifiwe sana. Weka ratiba. Unatembelea mtu iwe, weka ratiba za maisha, itakusaidia sana kufanikiwa kwenye maisha yako. Haleluya. Muda wa kuomba, muda wa kusoma neno, muda wa ibada, hizo ni vitu vinavyotakiwa kuwa kwenye ratiba. Muda wa majukumu ya maisha yako yanapaswa kuwa kwenye ratiba. Kukomboa wakati ni kuamua kwa makusudi, wakati uliopo kwenye maisha yangu hautapotezwa. Nitaulipia gharama ili niutumie ipasavyo kabla siku zenyewe hazijaisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za nini? Ni za uovu. Kuokoka ni kuwa na ufahamu mzuri sana, unaotupa kujitambua, unaotupa kujielewa tofauti na watu waliopo gizani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukitumia ratiba yako vizuri, nataka nikwambie utafanikiwa. Kiroho chako kitakuwa, maisha yako yatakuwa. Utaepuka kujuta kwenye siku za maisha yako, maana siku ulizonazo umetumia kwa utukufu wa Bwana. Ndio maana kwenye kitabu cha Mhubiri anasema mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako, kabla hazijaja siku utakapozo. Sina raha katika haya, maana kuna wakati kijana yuko huru, nafasi yake inamweka kuwa huru namweka kuwa. Ndio maana unaweza kujikuta yana anaweza kanyanyuka zake, utashangaa tu sijui yuko wapi. Kama wakina Vivian hapo utasikia sijui yuko Moshi, sijui yuko wapi, mwingine sijui. Hakuna mtu wa kumuuliza maswali, hakuna mtu wa kumwambia hamna wa kumgasi. Lakini siku zinakuja, kila hatua moja ya kutoka ni ruhusa. Hebu sema ruhusa. Niende au nisiende? Na wakati mwingine unasema naenda, unaambia huendi. Jamani, Bwana asifiwe. Haleluya. Maana kipindi kimefanya nini? Kimefika.
na uweze kutumia kipindi cha ujana kwenye kipindi cha hatua nyingine kwenye maisha. Ile imeshapita na mambo yake, kama haikutumika ipasavyo, ndio majuto yanatokea. Laiti ningelijua. Kumbuke muumba wako siku za nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Tumia wakati vizuri, uwe na busara, uwe na hekima. Nimeiona siku nyingine, nitaitumiaje hii siku? Nitaitumiaje hii siku? Simama kwa miguu yako. Muda hauwezi kurudishwa, ukipita umepita. Na kuna watu wana tabia ya kuahirisha sana vitu. Hii tafanya hata siku nyingine, kama vile yani hapana. Yani kama unaahirisha jambo ulilolipanga liwe kuna jambo la muhimu, lakini kivinginevyo tekeleza kwa wakati. Wakati uliobakia ni wakati wa kufanya kitu kingine. Mkiukomboa wakati, shughuli na ubize ulikuwa mwingi kwenye mji wa Efeso, lakini kanisa lilipaswa kukomboa muda, lilipaswa kukomboa muda. Duniani kuna vitu vingi vinavyotaka kufanyika, lakini wewe mtu wa Mungu, tambua nafasi. Tumia wakati wako vizuri, tumia wakati wako vyema. Gawanya muda wako kulingana na majira ulio nayo. Mungu apate wakati wa kuabudiwa, upate nafasi ya kusoma neno, upate nafasi ya kuomba, upate nafasi ya kumtumikia Mungu, na upate nafasi kwa ajili ya haya mengine ya maisha yako. Wakati mwingine dunia ina meza muda wetu wote, lakini uwe na napaswa pia niwe na muda na Mungu, pamoja na ubize, pamoja na mkimbizano na haraka nyingi, pamoja na mbio zilizopo, lakini muda na Mungu ni wa muhimu. Tumia muda wako kwa hekima. Wakati wako wa kuomba umekaa, wakati wako wa kusoma umekaa, wakati wako wa ibada mbele za Mungu umekaa. Wakati mwingine ratiba imebebwa na vitu vingi, lakini usisahau Mungu anahitaji muda wako. Wakati mwingine shetani anatuweka bize mpaka tusahau mambo ya Mungu, na tuwe na bize kwa vitu ambavyo matokeo yake ni ya hapa hapa, wala haitupeleki mbali. Wakati mwingine tunakimbizana, lakini mbio zetu zinaishia karibu. Usiwe bize, usimeze, usipelekeshwe na vitu ambavyo vitakuondoa mbali na uwepo wa Bwana. Tafuta kuseti ratiba yako, tafuta kuseti muda wako, tafuta kuweka mpangilio mzuri wa siku ulizopewa, wa nyakati ulizopewa. Mungu apate ratiba kwenye maisha yako. Yesu anasema hatari mojawapo ya siku za mwisho, akawaambia, jiangalieni mioyo yenu isije ikalemewa na ulafi na ulevi na masumbuko ya maisha haya, na siku ile ikawajia ghafla kama mtego unasana. Siku za kurudi kwa Yesu haziko mbali, lakini mioyo yetu imekaaje? Mambo yetu na mahangaiko yetu imekaaje? Pengine tunakimbizana huku na kule, lakini pasipokuwa na muda na Mungu. Mungu akupe hekima, Mungu akupe ufahamu. Siku za maisha yetu sio nyingi, na kama sio nyingi, tumia kwa busara. Kama yule mtu anayechungulia salio na akagundua sina salio lirefu, na paswa litumie kwa hekima. Maisha yetu tuyatumie kwa hekima, ili Mungu ainuliwe na atukuzwe kwenye maisha yetu. Nikupe nafasi ya kusema na Mungu, nikupe nafasi ya kumwambia Mungu jambo. Huenda kuna mambo ya kurekebisha kwenye maisha yako. Nataka nikupe nafasi ya kujitafakari na kujiangalia. Nataka nikupe nafasi ya kuangalia mfumo wako unavyoenda kwa kila siku.
Ni mtu uliyejiwekea mkakati gani kwenye mambo ya rohoni? Ni mtu uliyejiwekea mkakati gani kwenye mambo ya kimungu? Ni mtu ambaye je, kwenye ratiba yako ya siku kuna agenda au kuna kalenda, kuna mambo uliyoweka kwa ajili ya Mungu? Au wakati mwingine imejaa ratiba yako, imejaa mambo yako, na wala hakuna nafasi uliyomweka Mungu, kwamba kwa muda huu ni muda wangu na Mungu, kwamba muda huu ni muda wangu na Mungu. Ndio maana wakati mwingine hatupatikani kwenye vipindi, ni kwa sababu haviko kwenye ratiba yetu. Tumepanga ratiba za kuwa kwenye sherehe, hata kama ni ya kulipia gharama nitakuwepo, maana nimepanga nitakuwepo. Wakati mwingine tumepanga ratiba mbalimbali, tumeamua kuyasimamia kidete, kwamba lazima nifanye, kwamba lazima itokee, maana umepanga na umekusudia. Lakini vipi kwa upande wa Mungu? Vipi kwa upande wa roho yako? Matumizi ya muda upande wako na Mungu imekaaje? Rafiki, imekaaje mpendwa? Nafasi yako na Mungu imekaaje? Wakati mwingine ni muda mfupi, wakati mwingine ni muda wa Jumapili, na tukija hata Jumapili bado ni watu wenye haraka, bado ni watu wanaoangalia muda, kwamba nimechelewa, kikoba kiko mbele yangu, nimechelewa, kuna yule akwenda kumwona, nimechelewa, kuna kile takwenda kuangalia. Ni wa haraka tunapokuwa machoni pa Bwana. Hebu Mungu akupe neema. Baba yetu na Mungu wetu, ninakushukuru, ninakubariki, twajiweka mbele zako wakati huu. Asante kwa sababu ya nafasi na wakati huu Bwana. Libarikiwe jina lako na utukuzwe. Asante kwa sababu ya pendo lako na neema yako. Unajiweka machoni pako na mbele za uso. Wewe uliyesema na kanisa la Efeso ya kwamba waukomboe wakati, maana siku ni za uovu. Yako mambo mengi yanayokula muda, yako mambo mengi yanayopoteza muda, na ndiyo maana siku zinakimbia, miezi inakimbia, miaka inakimbia, na kama yanavyokimbia ndivyo maisha yetu inavyokimbia, ndivyo mambo yetu yanavyokimbia. Bwana, kwa siku ulizotupa, Yesu tusaidie, tupe hekima Bwana wa mabwana, wa kutumia siku tulizo nazo, ya kutumia majira tulio nayo, ya kutumia wakati tulio nao kwa ajili ya utukufu wako. Bwana Yesu tusaidie, Bwana Yesu tuwezeshe, neema yako Bwana ikatufundike, ikatuwezeshe, katika jina la Yesu. Tunajiachilia mikononi mwako na mbele zako. Asante Roho wa uzima, maana unatusaidia, maana unatuwezesha. Bwana, achilia hekima, Bwana achilia ufahamu, ili tutende kwa busara, ili tutambue majira, ili tutambue nyakati katika maisha yetu. Bwana wa mabwana, pamoja na majira na nyakati tulio nazo za maisha yetu ya kawaida, bado wewe ni Mungu wa nyakati. Bado kuna mambo umeandaa, bado kuna mambo umekusudia yatokee kwenye maisha yetu. Roho wa Bwana tusaidie, ili tutambue nyakati, ili tutambue nyakati zako, ili tutambue majira ya kujiliwa, tutambue wakati ambapo unahitaji kulitimiza kusudi lako, wakati wa wito kwenye maisha yetu, wakati wa kusudi kwenye maisha yetu. Maana Bwana wa mabwana, umekusudia mpango kamilifu katikati ya maisha yetu. Bwana, tunajiachilia mikononi mwako, tusaidie na utupe neema, tutembee kwenye nyakati, tutembee kwenye majira, kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Yesu Kristo. Baba, tumeomba na kushukuru. Amen. Mungu awabariki.